Jahazi TV. Habari ya asubuhi mwanajahazi, karibu katika Amka na Jahazi. Mimi ni Zaituni Juma, nitakayokuhabarisha habari ya yaliyojiri katika upande wa magazeti. Nikianza na gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo, Rais Samia azinua ngome mpya ya ulinzi. Ambapo hapa katika habari picha wameeleza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Rais Samia Suluhu Hassan alitoa tamko la uzinduzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa MMUT, hafla iliyofanyika huko Kikombo mkoani Dodoma. Lakini pia NMB, wadau muhimu wa maendeleo ya nchi, Hemed Suleiman amesema hayo. Habari tutaipata katika ukurasa namba 2. Serikali yaanza ujenzi maghala ya kuhifadhi chakula. Habari hii pia tutaipata katika ukurasa namba 3. Lakini pia Waziri Sharif aridhishwa na bei elekezi masokoni. Habari hii tutaipata katika ukurasa namba 3. Ajali yaua watu 19 Nepal. Hii ni habari ya kimataifa. Lakini zaidi ya ajira 28 zanufaisha wazao miradi ya uwekezaji. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3. Serikali yaanza ujenzi maghala ya kuhifadhi chakula. Hii pia utaipata katika ukurasa namba 3. Nimehitimisha hivyo hapa akiwa ametukumbusha kuwa leo ni chungu cha 7 cha mwezi mtukufu Ramadhani mwaka 1447 kwa mwaka wa Kiislamu. Na nikielekea moja kwa moja katika gazeti la Habari Leo, Rais Samia, tunalinda heshima ya taifa. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Ataka usalama kukuza uwekezaji, himiza uzalendo, weledi JWTZ. Lissu ashinda pingamizi, Jamhuri yataka uamuzi upitiwe. Waziri mpya mchoma mahindi milioni 300 za mtaji. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3. Lakini msajili wa hazina asifu kampuni ukuaji uchumi, na serikali yazuia wanafunzi kubeba vidumu shuleni. Mwigulu waagiza shule zote ziwe na maji. Ukurasa namba 3, habari inaendelea zaidi. Serikali yatoa masoko yajengwe maeneo ya kimkakati. Ukurasa nambari 4. Lakini pia watatu mbaloni tuhuma za utapeli milioni 147. Ukurasa namba 20 inaendelea zaidi habari hiyo. Lakini umeme waua Dar es Salaam huko. Radi ya ua wakulima Kilombero. Habari zaidi inaendelea katika ukurasa namba 4. Raia Mwema waandika Lissu ni shida. Matukio ya vurugu Oktoba 29 yatikisa kesi yake. Majaji wayakataa kortini, Jamhuri ya panda juu. Habari hii utaisoma zaidi ukurasa namba 2. Vyama vya siasa vyataka pumzi. Soma zaidi ukurasa namba 5. Lakini siri ya Kardinali Pengo kuchagua kaburi. Habari ukurasa namba 10. Nusu ya walevi wanywa sumu. Habari hii ni ukurasa namba 2 kwa wale waraibu zaidi wa pombe. Lakini pia waziri wa ardhi yaruka Kimanga. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 7. Tume ya ushindani haja kivingine. Soma zaidi ukurasa namba 9. Simba Sport Club yalia na Damaro. Ukurasa namba 20. Hii ni habari ya michezo na burudani. Hili ni gazeti la Raia Mzalendo. Na nikiangalia hapa gazeti la Mwananchi, dawa za kuzuia VVU sasa rasmi, si sindano ya Lenacapavir ambapo imesajiliwa nchini kudhibiti na kuzuia maambukizi ya VVU, kutumia pia kama mbadala ARV. Wadau waeleza furaha yao, serikali yasisitiza tahadhari bado muhimu. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. NIDA kubadili muundo wa vitambulisho vya taifa. Ukurasa namba 5. Samia aitaka JWTZ kuishi katika kiapo. Ukurasa namba 20. Habari hiyo inaendelea. Lakini maiti kuchunguzwa dawa za kulevya viwanja vya ndege Dar es Salaam. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imesema kwa sasa kila maiti itakayotoka nje ya nchi itachunguzwa. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 18. Jamhuri ya Mkwama kuongeza ushahidi mpya. Jamhuri ya Kwama kuongeza ushahidi mpya kesi ya Lissu. Habari hii utaipata katika ukurasa nambari 4. Hili ni gazeti la Mwananchi. Na nikimalizia gazeti la Nipashe hapa, mbunge wenzake wakamatwe haraka. Yadaiwa kisa na mkasa kushiriki katika anacholalamikiwa kuhudumu mali za wafanyabiashara. Zama hizi mbunge huyo akawa katika shughuli za kujiajiri, akitenda hilo kwa kushirikiana na baadhi ya wenzake. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Lakini ripoti maalum kutoka gazeti la Nipashe, mchango wa ziada ya elimu
shuleni yageuka kitanzi kwa wazazi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 4. Samia, jengo la ulinzi liwe ngome ya kisomi, sayansi na utamaduni. Habari hii utaipata katika ukurasa nambari 3. Lissu ashinda kortini, jamhuri ya mtia rufani. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Nusu ya utapeli mtandaoni umetoweka Zanzibar kwa msukumo wa polisi TCRA. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 17. Madereva 250 wa serikali kiraia wanaswa kutumia barabara ya mwendo kasi. Habari hii pia utaipata katika ukurasa nambari 7. Lakini Ramadhani leo ikiwa ni chungu namba 7 pia tumekumbusha kutokea katika gazeti hili la Nipashe. Na sasa nihamie katika magazeti niliyokuwa nayo kwa upande wa michezo na burudani. Mwanaspoti hapa wameandika mechi 3 za mtego bara, ambapo hapa wanasema aina ya timu zitakazokwenda kukutana katika mechi za leo. Ukurasa namba 2, kabla ya dabi Rushine apewa kazi maalum. Wawili Simba waiwahi Yanga. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Siri ubabe wa Yanga. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa michezo, ambapo hapa ameandika 29 idadi ya mechi za ligi kuu bara zilizochezwa Yanga mfululizo kabla ya kupoteza katika kipindi cha siku 475. Mara ya mwisho kudhapwa ni Novemba 7, 2024. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 8. Mastano utembea na tiba ya moyo wako, ambapo hapa wameandika katika ukurasa namba 17. Makali ya Sesco yazua gumzo. Hii ni habari ya kimataifa katika upande wa michezo. Chelsea habari hii utaipata katika ukurasa namba 18. Halima Kopo Miss Tanzania laikibizana na kampeni ya damu salama. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 12. Raising women give to gain. Hayo ndio yaliyojiri katika gazeti la Mwanasport. Nikihamia katika gazeti la Nipashe upande wa michezo, hapa wameandika Simba Sport Club Yanga mtegoni ligi kuu. Petro asisitiza ushindi kwanza, huku Baka akitamba kwa sasa mnyama ameimarika, hivyo wapinzani wajiandae. Lakini Zanzibar ni kicheko dabi. Hii ni kutokana na mechi ambayo inakuja ya Yanga na Simba ambapo itachezeka huku Zanzibar katika uwanja wa Amani pale. Lakini gazeti la Zanzibar Leo michezo, Simba Yanga kusaka pointi ligi kuu leo. Saisa stafu timu ya taifa Morocco. Na habari ya michezo kimataifa, Man U yafikiria kumrejesha MC Tominay. Habari hii utaipata katika ukurasa nambari 23. Hivi mimi ndivyo nilivyohitimisha kutokea katika magazeti yaliyotufikia hapa mezani. Shukrani kwa kuwa nami. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Lakini pia endelea kufuatilia vipindi mbalimbali tukavikurushia kutokea katika YouTube yetu ya Jahazi TV. Shukrani kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Asante na kwaheri. Jahazi TV.